Katika video hii nimekuandalia mafunzo maalum ya kuweza kutengeneza social media posters au tunasema ni zile posters za kuweza kuposti kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano Facebook, Instagram, mitandao ya X, lakini pia hata uko YouTube, sio mbaya. Kwa hiyo katika video hii nimekuandalia hayo mafunzo. Kwa kama wewe ndio wa kwanza unaangalia video hii, basi usahau kusubscribe katika channel hii Vinipro Media. Lakini pia kama tayari umesha subscribe, asante. Nataka kushare na wengine kusudi waweze kupata mafunzo haya, kwa sababu mafunzo haya ni bure, yanapatikana hapa kwenye hii channel. Na niwashukuru sana wale fans wangu ambao mnazidi kunifuatilia katika channel hii. Kila siku naona mabadiliko ni makubwa, tumeweza kufikisha subscribers 500. Haikuwa kazi rahisi, so Mungu awabariki sana. Kwa hiyo na mimi nimeahidi kuweza kutoa video nyingi kwa ajili ya kuweza kusapotiana, kwa sababu najua kuna vijana ambao wanatamani kujifunza ujuzi mpya ambao utawasaidia pia kuweza kupata pesa, ikiwemo na hii graphics design. Kwa hiyo kaa na mimi mwanzo mpaka mwisho, ongeza sauti ya kifaa ambacho natumia kuweza kuangalia video hizi. Kwa hiyo niukaribishe, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. So kitu cha kwanza, tufungua software kama hivyo. Utakuja hapa file, then new au control N kwenye keyboard. Alafu tunakuja kuchagua workspace. Kwa hii ni kwa ajili ya kupost social medias, hizo FB, Insta. Kwa hiyo nitatumia kipimo hicho hapa, kinafaa pia A4 kama hii, 21 width, height 29.7. Hakikisha ipo kwenye centimeter hapa. Alafu orientation ni tunasema ni portrait ya kusimama. Then resolution utaacha 300, nyingine kama vilivyo. Alafu utasema create. Kwa itafunguka workspace kama hiko. Nitazoom. Kuzoom unaweza ka control alt kwenye keyboard, alafu ukawa una scroll kile kilingi cha mouse mbele kama hivi, kwa unakuwa kubwa kama hivyo. Scroll kurudi nyuma, kwa unakuwa una zoom out, ila hivi una zoom in. Kwa hatua ya kwanza kabisa utakuja hapa kwenye shape, utasema rectangle tool, alafu nitachora tu hapa rectangle yangu kama hivi. Baada ya hapo itakuja hivi, nitalivuta kabisa hivi nipate kunjo fulani hapa. Kwa unaweza kuona huko juu imeingia ndani, kwa nitaisogeza hivi hapo juu, alafu extend tena kidogo kama hivi. Kwa baada ya hapo nitakuja hapa kwenye appearance fill, nitachagua hii gradient, alafu nita click pembeni kama hapa. Kwa unaweza kuona kwamba tumeweza kuapply gradient. Kwa kinachofuata, njoo tu hapa kwenye box hapa, akilaitwa thumbnail, uta double click hapa, ikisha pop hii gradient fill. Kwa hakikisha hapa kwenye angle kwanza, style ipo kwenye linear, alafu hapa angle weka angle kama ya 2.11 hapo inatosha. Alafu hapa kwenye gradient click tu hivi mara moja, itafunguka hivi. Alafu hapa double click hivi, utapop panel ya line kama hii, alafu uta click hii rangi, na huku pia uta click, utachagua hii rangi hapo, then utapiga okay kama hivyo. Kwa kinachofuata hapo, nitakuja kuongeza kitu kingine hapa. Kwa nitasema plus linkly, nitachukua hii background fulani nyeusi. Ukitaka kuipata, ingia kama ni Pinterest unatumia, andika tu wall texture, utaipata. Kwa baada ya hapo, njoo hapo kwa pale kwa normal, alafu je uweke soft light. Naweka soft light kwa sababu ndio kitu ambacho nakihitaji. Ukiweka over unaweza kuona inakuwa nyeusi sana, na hizi nyingine ukitest unaweza ukaona. Kwa hiyo utatumia soft light hapo, lakini hapa opacity nitakuja kuweka 88. Lakini hii lazima nifanyie create mask. Kwa nita right click hapa, afu nitasema
create creeping mask. Maana yake ni kwamba kitu hicho kiweka tumekiingiza ndani ya hii rectangle. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza ya kuweza kuandaa background kama hivyo. Then nitakuja kuweka kitu kingine hapo, place link kama kawaida. Then tutachagua hii office chair hapo, tutakuja kuiplace kama hapo. Andika tu office chair, utazipata ziko za kutosha. Kama hivi, afu nitasogeza hapo. Kwa hiyo kinachofuata hapo tu ni kuandika maneno yangu. Sasa mfano hapo we are, kuja kuweka bold kama hili, lakini taongeza tena extra bold inafaa, tasogeza hapa. Then nita control alt kuduplicate na show chini kama hii, afu nitaandika hiring kama hivi, we are hiring, lakini hiyo utabadilisha rangi. Unajua graphics designing ni ubunifu, kwa unapofanya kitu hakikisha unakifanya katika hali nzuri, kusudi hata kama unafanyia mteja wako basi na siku nyingine arudi. Kwa hiyo naweza nikazoom kama hili kuhakikisha alignment iko vizuri. Unaweza kuona likishika hivyo mistari inakuja automatic, kwa hiyo inalingana. Au unaweza kuweka rula, control R kwenye keyboard, alafu kasogeza rula kama hivi, na huku kuweka rula hapo. Kwa hiyo ukatumia rula kuweza kunyoosha kama hivi hapo. Taikuza kidogo hapo kwa imelingana. Alafu hizi rula mtazirudisha, control R tena zitakuwa zinaondoka. Takuja tena kuplace kitu kingine hapo, chiki mstari fulani hivi. Pia unaweza kuchora tuna pen tool kwa sababu ni rahisi kukichora kwa kutumia pen tool. Kama hivyo. Kwa kinataka kuweka size kidogo, kisiwe kikubwa sana kama hapo. Pafa sikira dio hapo. Kwa hiyo ni hatua umaliza. Then takuja kuchukua rectangle tool tena hapo, kachora hapa kama hivi, kunja kidogo tu kama hapo. Baada ya hapo nitakuja kubadilisha rangi, click tu hapo kwenye hicho thumbnail, tapopu hivi, afu weka hiyo rangi. Kisha unalingana hapo, alafu control J kwenye keyboard kwa ajili ya kuweza kuduplicate. Kuweza kuona kwa rectangle 2, alafu kuna rectangle 2 copy. Hii copy njoo hapa kwenye fill, toa fill, alafu rudi hapo kwenye stroke, weka white kama hivi. Alafu hapa kwenye line badilisha, weka hizi dotted hapo. Alafu hapa kwenye size weka 7 kama hivi. Kwa hiyo tunapata kitu kama hiki, lakini kusudi ionekane vizuri, hii title yetu inabidi iwe kubwa kidogo, kwa sababu ndo theme kwamba we are hiring, tunatafuta watu wa kuweza kuajiriwa. Kwa hapo nitazoom hivi, takuja kuchora shape zangu hapa ndani kama hivi, lakini hizo zitakuwa zinapenda sana. Hapo nita double click, tutachagua hii color hapo, alafu nita control alt, taishusha hapo. Then hapo tutaandika needed, kini itakuwa rangi nyeupe kama hivyo, lakini inabidi niweke semi bold kama hivi. Afu nitapunguza toka hapo, maybe control alt, tashusha hapo, nitaandika agentry
kama hivyo, kisha nakaa hapo kwa usawa huu. Kwa hiyo hapo tumemaliza. Kitu kingine nitakuja tu kuchora hapa shape nyingine. Shape kama hii. Utalinganisha hapo. Then nitakuja fill, nitaweka alama ya gradient. Nitakuja ku double click hapa. Hivyo pia tuibadilisha iwe hivi. Click hapo mara moja. Double click hapo. Tutaweka rangi kama hii. Na huku tu double click. Tutaweka kama hiyo. Lempo. Kwa hiyo baada ya hapo utakuja ku copy ile neno utaliweka hapa. Lakini kwa sababu liko chini nitakuja huku nitapandisha kama hivi. Itaonekana hapo kwa juu. Alafu nitakuja kuandika we are hiring the following position. Kama hiko nadobosha hayo maneno alafu weka hapo kuza kafiti hapo tena paka hapo. Kunaweza kaona ambacho tumekipata. Kwa hiyo ni simple kutengeneza, ndio maana naenda kama haraka hivi, lakini usijali. Kama ambapo utakuja elewa, basi tu comment hapo chini kwenye comment section, alafu nitaifanya kwa namna nyingine. Kwa hiyo tutaweka hii Eclipse tool kama hivi, lakini hii Eclipse tool inabidi iwe na rangi ya njano. Contact click hapo pop hivyo. Kwa hiyo nitakuja kuduplicate hizi ziwe 4 control zoom hivi. Kwa control alt tavuta paka hapa chini kama hii, control alt tena kuita. Unavyo control alt ikusudiweza kuona kama unatoa copy, lazima ije mishale miwili iliyobebana kama hivi, ndio unavuta chini kama hivi. Hivyo. Then baada ya hapo utakopi ile neno hapo, tushibisha tu hapa. Hivyo control alt. Kwa position ya kwanza ni cleaner kama hivi. Duplicate tena position ya pili, anaitwa nani, position ya tatu anaitwa class teacher, lakini position ya 4 anaitwa subject teacher subject kama hivyo. Then haya maneno yote utashika la mwisho, utashika shift, utakuwa select yote, alafu ukaiposition hapo vizuri kama hii, kama hivyo. Tayari kwa kidogo hivi, kuhakikisha unaweka kwenye usawa ambao unalingana. Kwa hivi kona na kona hiyo lingane hapo, ina kusogeza hapo kidogo kama hivi. Then hii duplicate hapo, afuliwe dogo kabisa. Tutakachokifanya tutaandika hapa primary section kama hivi. Section
lakini hii itakuwa ni medium. Kama alafu hii tena nitaichukua, Ctrl Alt, italeta hapa chini, nitaandika maneno haya: secondary section, full time na part time. Kama hapo disaidi kidogo, kwa hiyo imekuwa kama hivi. Karibu kama hivyo, then baada ya hapo sasa kuchini tutakuja kuandika vitu vingine. Chukua neno moja hapo hapo, duplicate position hapo, halafu hiyo neno itakuwa ani kama hii, kwa kodi namba yake ni ya boss. Alafu tulifanya liwe kubwa kama hapo, then nitakuja kuandika requirements. Lakini tahakikisha liko hapa kwenye board kama hii, lakini hapa kwenye hizi nani zangu hizo, tashuka hizi zote: class teacher, primary section, secondary subject, na hizi eclipse zote hizi, alafu nitakuja kuzikuza hivi. Paka na itakuwa ni hivyo. Kwa tunaendelea hapo chini, font tutakayotumia ni ile. Tushusha maneno hapo chini, ya maneno yatakuwa rangi nyeusi kama hivi. Kwa hiyo taanza kuandika tu hapo, kwa utakuwa unaandika sifa sasa za hawa watu wanaotakiwa: relevant experience, base ya master. Kuna upande kuja kuongeza kidogo, tuweke keyboard, na hapo itakuwa board kama hivi. Kwa hiyo itaonekana hivyo. Baada ya hapo, vitu vya kumalizia chini hapo, takuja tu kuchora tango yangu kama hivi. Mafu naifanya kuwa ya njano kama hivyo. Kwa hiyo takuja kuandika hapo how to apply. Badilisha hii iwe medium kama hivi. Aweka board. Font naotumia hapa inaitwa Mont Select. Yani fonti nzuri kwa ajili ya design tunaitumia.
sana. Kwa hapo utaandika email labda The Joyce Schools kama hivyo, alafu hii sasa itakuwa bolded kama hivyo. Kwa hivyo kunaweza kukibisha kidogo zikuonekana kama hivi. Kwa hapa na penyewe tutaduplicate, tutalinganisha mpaka hapa. Tutaandika tu contact us mine na hapo chini tena wakabodi. Kwa hiyo na kazi itakuwa imeonekana hivi kwa ufupi. Kwa hiyo ndo namna ya kuweza kutengeneza poster kama ambayo inaonekana hapo. Kwa ni simple kabisa. Kwa hiyo step ambazo nimepita ni zile ambazo unaweza pia na ukarudia na download material kama niliyotumia hapo, kwa sababu kila kitu nimekielezea. So endelea kufuatilia tutorials zingine ambazo zinafuata, kwa sababu ni video nyingi ambazo nitazipakia sasa hivi. Kwa usikose na usiache kusubscribe kama ndio mara yako ya kwanza. Asante, mpaka tuna wakati mwingine.